Hujambo kwa mara nyingine tena mtazamaji wetu, ni kukaribishe uweze kufahamu yote ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa. Washirika wa Ukraine wamesema kuna maendeleo makubwa kuelekea kuundwa kwa uhakikisho wa usalama wa nguvu kwa Ukraine baada ya mkutano uliofanyika Paris uliohudhuriwa na wawakilishi wa nchi zaidi ya 30 wanaounda kundi la Coalition of the Willing. Mkutano huo umeonyesha kuwa viongozi wa mataifa mbalimbali wanaendelea kujiunga na msimamo wa Ukraine kuhusu hitaji la uhakikisho wa usalama endapo vita vitakoma. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron waliweka saini tamko la pamoja linalosema kwamba mataifa yao yatajitoa kutuma majeshi nchini Ukraine endapo kutafikiwa makubaliano ya amani kati ya Moscow na Kiev. Hii ni hatua ya kihistoria kwa sababu inaonyesha wazi kuwa mataifa hayo tayari yamejiandaa kuunga mkono Ukraine kwa njia ya kijeshi iwapo itahitajika baada ya vita. Kwa mara ya kwanza, maafisa wa Marekani waliokuwepo kwenye mkutano huo walitoa ishara wazi kwamba Marekani inatambua umuhimu wa uhakikisho wa usalama kwa Ukraine na kwamba Marekani inatarajiwa kuchukua jukumu la kuunga mkono kwa kusimamia kusitishwa kwa mapigano. Hii ina maana kuwa Marekani haitakuwa mstari wa mbele kupeleka majeshi, lakini itasaidia kusimamia na kuhakikisha makubaliano yanatekelezwa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisifu mkutano huo na kusema kuwa mazungumzo yalikuwa ya kimuundo na yenye maana. Aliongeza kuwa anaona kwa uhakika zaidi dhamira ya washirika wa Ukraine kuhusu uhakikisho wa usalama. Zelensky alisema maafisa wa Ukraine kutoka Ufaransa, Uingereza na Ukraine walifanya kazi kwa undani juu ya uanzishwaji wa vikosi, idadi, aina maalum za silaha na vipengele vya kijeshi na vipengele vya jeshi vinavyohitajika na vinavyoweza kufanya kazi kwa ufanisi. Tayari tuna maelekezo haya muhimu. Maelezo ya mfumo wa usalama wa Ukraine baada ya vita bado yanatengenezwa, lakini hatua ya mkutano wa Paris inaashiria kuwa kuna mwelekeo wa kuunda mfumo thabiti wa kuwalinda Ukraine. Wachambuzi wa mambo wa kimataifa wanaona kuwa hatua hii inaonyesha kwamba mataifa mengi yanataka kuunda dhamana za usalama kwa Ukraine ili kuepuka kuingia kwenye vita vya mara kwa mara baada ya makubaliano ya amani. Kinachosubiriwa hivi sasa ni makubaliano ya amani baina ya Moscow na Kiev, ambapo mataifa mengi ya Ulaya yapo kwenye mpango thabiti wa kuhakikisha ulinzi kwa Ukraine baada ya vita kuweza kutamatika, huku mpango ukiwa ni kupeleka wanajeshi wengi zaidi nchini Ukraine ili kusimamia usalama katika taifa hilo, ambapo Ufaransa pamoja na Uingereza ni moja kati ya mataifa ambayo yamejitolea kufanya hivyo pindi tu vita vitakapoisha. Basi mtazamaji wetu, kwa wakati mwingine uendelee kuwa nasi wakati wote kwa kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare ili ufahamu yote ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa.